Hello, habari. Karibu katika simulizi nzuri itakayokuburudisha na kukufundisha inayoitwa Miracle Daughter. Basi, simulizi yetu inaanza kama ifuatavyo. Ni ndani ya kijiji kiitwacho Muhama, kijiji ambacho kilikuwa kina imani ama kinaamini sana mambo ya mila na desturi za kimizimu. Ni kijiji ambacho kilikuwa kinaongozwa na machifu. Kwenye moja ya nyumba iliyopo ndani ya kijiji cha Mahuma, alionekana mama mtu mzima hivi, kidogo akiwa chumbani, analia. Huyo tumbo lake lilikuwa kubwa, tena lilikuwa kubwa kweli, na mama huyo alikuwa ni mjamzito. Tumbo lake lilionyesha na dalili kabisa za yeye kujifungua zimefika, maana alikuwa na maumivu makali mno. Mama huyo alikuwa anayasikia huku akiugulia akiwa ndani kwake. Hali hiyo ikiwa inaendelea chumbani, huku damu zikiwa zimeanza kumtoka sehemu zake za siri, mara kuna mzee wa miaka kama 60 hivi aliingia kule chumbani. Mzee yule bila kuongea neno lolote, baada ya kuona hali ya mwanamke yule, alikimbia haraka kwenda kuita majirani zake. Baada ya dakika kama 10 pale nyumbani walionekana watu wakiwa wamejazana, huku maneno yakiwa ni mengi kwa kweli. Mzee Toshi, basi nyie mtakuwa mna jambo. Haiwezekani mke wako alipata ujauzito kwenye mazingira ya kutatanisha. Eti miezi 7 tu unatuambia ana uchungu na anataka kujifungua. Haiwezekani. Hii taarifa lazima ifike kwa chifu. Basi hayo ndio yalikuwa maneno ya huyo bwana mmoja. Baada ya kufika pale na kukuta taarifa hizo, basi baada ya kusikia hivyo, maneno yakawa yanaendelea chini kwa chini. Maneno yakiwa yanafanywa na watu wote waliohudhuria mahali pale. Na ndani wakati wanaendelea kuongea, ndani tayari sauti ya mtoto mchanga ilisikika, na ilikuwa ni ishara kwamba mama yule kajifungua salama kabisa. Alikuwa ni mama wa miaka kama 55 hivi. Mama huyo mpaka kufikia umri huo alikuwa hajawahi kupata mtoto katika maisha yake yote, na alikuwa kaolewa na wanaume zaidi ya 5, na kila mwanaume alikuwa anamuacha mama huyo kutokana na ugumba wake. Mama huyo akiwa ashajikatia tamaa kabisa ya kufa bila kupata mtoto kutokana na umri wake kumtupa mkono, aliamua kuolewa mitara tena, yaani akiwa mke wa 4 kwa mzee Toshi. Na mzee huyo alimuoa mama huyo kama kiburudisho tu, maana yeye tayari alikuwa na watoto wengi tu kwa wake zake wale wengine. Basi kwa hiyo alikuwa hana shida na mtoto. Ila katika mazingira ya ajabu, hali hiyo ilishangaza kila mtu. Mwanamke yule ambaye wengi walikuwa wanamtania kwa jina la mgumba wa kijiji, huku jina lake la kweli akiwa ni Somoi, alipata ujauzito miezi 5 tu baada ya kuolewa na mzee Toshi. Basi pale kijijini kila mtu alikuwa haamini kama Somoi ni mjamzito, yaani umri wake na ujauzito vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Hali hiyo sasa ilimfanya Somoi aitwe kule kwa chifu na akaulizwa maswali mengi tu, lakini Somoi hakuwa na majibu kwa kweli, sababu hata yeye alikuwa anashangaa miujiza ambayo Mungu kamtendea. Maisha ya furaha kwa Somoi yalianza rasmi akiwa na tegemeo kuitwa mama kama walivyo wanawake wengine pale kijijini. Kama tulivyoona mwanzo wa story, baada ya miezi 7 tu ya ule ujauzito wake, Somoi akiwa kajilaza chumbani alishangaa anaanza kupata maumivu ya uchungu. Ilikuwa sio hali ya kawaida, ila ndo ilikuwa imeshatokea. Basi mzee Toshi alifika pale nyumbani akiwa katokea kwenye mizunguko yake. Baada ya kukuta mke wake yupo kwenye hali ile ya kutaka kujifungua, ndio kama tulivyoona sasa alienda kuita majirani.
Taarifa zilizo nzuri mara nyingi husafiri zaidi kuliko zile taarifa nzuri. Taarifa ambazo sio nzuri husafiri sana kuliko zile ambazo ni nzuri. Yaani, ndani ya muda mfupi watu mbalimbali walipata taarifa kwamba Somoy, mke wa Mzee Toshi, kajifungua. Na kweli, nyumbani kwa Mzee Toshi watu walikuwa wamejazana. Muda huo Somoy alikuwa yupo ndani na baadhi ya wanawake ambao waliingia mara baada ya kukuta Mzee Toshi kaenda kuomba msaada. Basi mojawapo ya imani ambayo wanakijiji wa Mahuma walikuwa wanaamini ni kwamba ukijifungua mtoto njiti, basi hiyo ni nuksi kwa familia na kijiji kizima kwa ujumla. Yaani, inaweza ikasababisha kijiji kikapata mabalaa na majanga. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima mtoto yule sasa achomwe moto mbele ya wanakijiji kama sadaka kwa Mungu wa kijiji kile, ili mabalaa na nuksi zisikipate kijiji. Basi Mzee Toshi baada ya mke wake kujifungua mtoto yule njiti, badala ya kuungana na mkewe kutetea mwanae, yeye aligeuka mbogo kumlaumu Somoy sasa kwa kitendo kile cha kumzaa mtoto njiti. Maana aliamini mikosi na balaa yanaenda kutokea sasa kwa familia yake. Basi Somoy akiwa na mtoto wake ndani, alianza kusikia makelele nje, watu wakiwa wanataka atoke na mtoto ili wampeleke kwa chifu kwenda kumchoma moto. Mzee Toshi, kabla ya mikosi na nuksi na balaa havijasambaa, haraka sana mchukue mkeo na mtoto wako tumpeleke kwa chifu kule Maunda kwenda kutoa sadaka. Hayo yalikuwa ni maneno ya wazee wenzake na Mzee Toshi. Basi Mzee Toshi baada ya kuambiwa vile, aliingia ndani kwenda kumtoa Somoy kwa nguvu. We mwanamke, kwanza utakuwa mchawi. Yaani ulipata ujauzito kwenye hali ya kushangaza. Afu unakuja kukutia mikosi tena familia yangu kwa kuzaa mtoto njiti. Nasemaje? Haiwezekani huyu mtoto. Lazima tukamtoe sadaka. Mzee Toshi huyo baada ya kuingia ndani ndo aliongea maneno hayo ya kumwambia mkewe. Basi Mzee Toshi, kama mimi napumua mwanangu hawezi kuchoma moto. Labda mimi nisiwe hai labda. Somoy aliongea maneno ya kushujaa, akionekana yuko tayari kufanya lolote ili kumlinda mtoto wake yule wa pekee. Basi Mzee Toshi alianza kulazimisha kumchukua yule mtoto kule chumbani. Hakika wamama wote wabarikiwe duniani, maana siku zote wanafanya mtoto ajisikie kama ana ulinzi kuliko hata ulinzi wa rais. Mzee Toshi akiwa anaparangana kumchukua mtoto ili atoke naye akapigwe kikumbo na Somoy. Basi alijikuta yuko ukutani. Yaani Mzee Toshi alitapika pombe za jana zote pale pale kwa kile kikumbo alichopigwa sana na mke wake Somoy. Basi Mzee Toshi alitoka nje akiwa anakohoa huku udenda unamtoka. Kamwambieni chifu, huyu mwanamke anakatalia mtoto njiti. Haraka kamwambieni. Baada ya kutoka nje Mzee Toshi aliwaambia wenzake. Yaani vilikuwa ni vikohozi tu walivinasikika pale. Kwa hiyo Mzee Toshi, wewe unashindwa kumchukua mwanao na mkeo? Kama wewe umeshindwa, tuachie sisi tuingie ndani tukamchukue. Maana tunaona unatuchelewesha tu. Mabalaa yanaweza akapata kijiji bure hapa. Kwanza chifu mwenyewe hawezi akatuelewa hapa. Wewe sema kama sisi tuingie ndani tufanye mambo. Basi ilikuwa Mzee Toshi kabla hata hajaruhusu wengine waingie, Somoy alitoka ndani akiwa kashika bonge la upanga. Naombeni muondoke nyumbani kwangu. Mwanaume asimame na uwa mtu. Baada ya kutoka tuna ule upanga, Somoy akiwa amechafukwa aliburuza upanga wake chini kwa mbwembwe na kuanza kumsogelea mmoja baada ya mwingine. Hakika hakuna aliyependa kufa mapema, sio wa mama wala wa baba ambao walitimua mbio pale nyumbani. Yaani kila mtu alikimbia ile mikwara ya Somoy. Hata Mzee Toshi alisahau kwamba pale ni kwake, alitimua mbio ambazo hazina mfano. Basi Somoy aliingia ndani huku akiwa anajipanga
kukusanya vitu vyake ili ahame kabisa pale kijijini. Maana alikuwa anajua lazima chifu atatuma walinzi wake, na ilikuwa ikifika hali mpaka chifu katuma walinzi, basi wewe yani usijihesabu kwamba una bahati. Maana walikuwa na roho mbaya kuliko ubaya wenyewe. Basi Somoyi akiwa kakusanya kila kitu chake, huku ndo anataka kutoroka, mara mvua ilianza. Ilikuwa ni mvua ya maajabu. Kwanza ilianza pasina kutoa dalili ya kwamba kuna mvua itakuja. Hiko ndo cha ajabu. Ilikuwa ni jua linawaka, ghafla mvua ilianza kunyesha. Halafu bahati mbaya ulikuwa sio msimu wa mvua, ilikuwa mvua ya uhakika. Mvua ya mawe, huku kukiwa na radi za kutosha. Basi pale kijijini karibia na nyumba kwa mzee chifu palikuwa na mti mkubwa mno ambao ulikuwa umekaa miaka na miaka. Na mti huo ndo mikutano yote ya kijiji ilikuwa inafanyikia pale. Mti huo ulikuwa ni kama tunu ya kile kijiji. Na kila mtu pale kijijini alikuwa anaamini kwamba ule mti ulipandwa na mizimu. Basi siku hiyo kutokana na mvua yake ya radi nyingi, mti huo ulipigwa radi na kudondoka chini. Hakika ilikuwa ni kitu cha kushangaza pale kijijini kwa mti huo kudondoka chini. Hali hiyo ilifanya wanakijiji wachafukwe na roho na kuamini kwamba mabalaa yote yale yameletwa na yule njiti aliyezaliwa na mke wa mzee Toshi. Chifu naye alikuwa amechanganyikiwa baada ya kuona mti ule upo chini. Mvua ilipoisha tu, kijiji kizima kilihamia kwa chifu kujua kipi ni kipi. Maana ilikuwa ni hali ya kutishia amani ya kijiji. Kwa mti ule kudondoka, ilikuwa ni ajabu. Basi chifu alikuwa amechanganyikiwa. Akaona kabisa ile hali inatishia amani ya kijiji. Basi baada ya chifu kupewa taarifa ama habari za Somoyi kujifungua njiti, hapo ni kama vile hasira zake zilikuwa zimejaa na kufurumia chini. Kwanza wote waliochelewesha kumletea zile taarifa za Somoyi kujifungua mtoto njiti waliwekwa chini ya ulinzi, akiwemo na yule mzee Toshi mwenyewe. Maana baada ya hapo walitumwa walinzi kama 10 hivi wa chifu kwenda kumleta Somoyi na mwanaye. Basi pale mbele ya mizimu kwa hiki kilichotokea. Na hapa leo hii sio mtoto tu atachoma moto, bali mpaka mama yake atachoma moto kama sadaka. Maana naamini atakuwa kakasirisha mizimu kwa mti huu kudondoka chini. Hayo yalikuwa ni maneno ya Chifu Mauda, ambayo aliyasema kwa uchungu mbele ya wanakijiji, huku wakiwa wanasubiri Somoyi na mwanae waletwe. Basi nyumbani kwa Somoyi tayari mwanamke huyo alikuwa akatoka kwake, huku akiwa akabeba mtoto mgongoni na mfuko wake wa nguo ukiwa upo mgongoni. Somoyi akiwa anatembea haraka haraka ili asije akakutwa. Mara alishtuka anawaona walinzi wa chifu kwa mbele wanakuja. Akaona hii bahati mbaya kwa Somoyi, hata wale walinzi walimuona. Hapo kilichofuata ulikuwa ni mfukuzano mkali baina ya Somoyi na wale walinzi. Somoyi alikuwa anakimbia kama mwanaume hivi. Alikuwa anateleza kwenye tope, anaanguka chini, anainuka, safari inaendelea. Kumbuka ametoka kujifungua muda huo. Somoyi baada ya kuona anakaribiwa na wale walinzi aliingia porini akiwa anaamini anaweza kuwapotea wale watu. Hakika wale walinzi walikuwa na juhudi, walikuwa wanakatiza mpaka kwenye madimbu ya maji ili mradi wamkamate Somoyi. Bahati mbaya Somoyi akiwa anakimbia alipigwa mishale miwili, mmoja kwenye bega na mwingine ulimchana kidogo kwenye shingo yake. Ulimchubua tu. Somoyi bado alikuwa hayupo tayari kuona anakamatwa kizembe na mwanaye anaenda kuchoma moto. Bado mwanamke huyo alizidi kukimbia. Ni hatua chache zilikuwa zimesalia Somoyi kukamatwa. Basi Somoyi akiwa anakimbia, mbele yake aliona kuna korongo refu mno, huku maji yaliyotoka na mvua
ile kubwa iliyokuwa imenyesha yakiwa yanatiririka kutoka juu kushuka chini kwa kasi kabisa. Basi Somoy alisimama. Maji basi wale walinzi wakiwa wanacheka walimfikia Somoy pale alipo. Yaani waliona wamemuweza mno. Haha. Mama, endelea kukimbia. Wewe si ulikuwa unajitia mkimbiaji sana? Endelea kukimbia tukuone. Basi wale walinzi wakiwa wanajiona wameshinda vita ile na wakamkamata Somoy, walianza kumcheka. Muda huo Somoy alikuwa anazidi kulegea kutokana na ile hali ya mishale aliyopigwa, na mishale ile ilionekana kuwa kama ina sumu kali mno, maana sehemu iliyochomwa na mishale ilionekana imeanza kubadilika na kuwa nyeusi. Basi akawaambia, sikilizeni nyie, shida ni kwenda kumchoma moto ili laana itoke. Sasa mimi huyu mtoto namrusha bondeni huko ili mkose hiyo sadaka ya kwenda kumchoma. Si mnajua akifia huko makorongoni bado hiyo laana itaendelea na chifu wenu huenda hawezi kuwaacha. Somoy naye ilibidi sasa aanze kuwatia mkwara wale walinzi, kaanza kuwatisha. Mkwara wa Somoy uliwaingia vyema wale walinzi, maana walianza kutazamana huku wakiwa wanaogopa kama kweli Somoy atafanya hivyo. Akimtupa pale, chifu wao hawezi kuwaacha, watauawa wote. Basi wakamwambia, we mwanamke, kuwa mpole, usifanye huo ujinga, maana mizimu haitakuacha salama ukifanya hivyo. Basi mlinzi kiongozi alijaribu kumshawishi Somoy. Somoy naye baada ya kuona kumbe wanaogopa, alijichekesha huku akiwa anaona pua yake inafanya kazi. Somoy alimfungua mwanae ambaye alikuwa kambeba mgongoni. Akasema, sikilizeni, huyu mtoto nikimrusha huko chini atakufa baada ya nusu saa. Hapo ni juhudi zenu sasa kumuokoa kabla hajafika huko ili mkamtoe sadaka. Ila kama mtashindwa muandae vichwa vyenu sasa, maana vinaenda kukatwa na chifu Mauda. Somoy alizidi kuwapandisha woga wale walinzi, na kweli walionekana kuogopa. Mama, sikiliza, ukifanya hivyo tutakurushia mishale na hautapona kabisa. Basi nao walinzi waliona mbinu pekee ni kumtishia Somoy, na baadhi ya walinzi waliamini Somoy hawezi kufanya hivyo. Basi sawa, mimi namrusha, kwa sababu Somoy huyo sasa ndo anasema. Akasema, basi sawa, mimi namrusha. Somoy naye baada ya kuona hivyo wanaogopa, akawaambia, mimi siogopi kufa, na wala siogopi kuchoma hiyo mishale. Mpaka hapa tayari mmeshanichoma mishale miwili, kwa hivyo ninajua wakati wowote nitakufa. Nyinyi ndio mtakao kwenda kuangamia huko. Mimi sasa nilichoamua, ninamrusha huyu mtoto uko korongoni. Basi Somoy aliongea hivyo kama utani. Baada ya hapo alimalizia kumfunga yule mtoto mgongoni na alimrusha bondeni kwa nguvu. Baada ya hapo alichukua mfuko wake wa nguo na kuanza kukimbia. Somoy kamrusha mwanae bondeni huku walinzi wakiwa wanamshuhudia. Hapo sasa, jamani, sasa ni nini hatima ya Somoy? Na vipi kuhusu mtoto? Habari yake ndio imeishia hapo au kuna muujiza utatokea? Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracle's Daughter. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.